Ni ajali mbaya ya basi iliyoua watu kadhaa nchini Uganda baada ya basi hilo lililokuwa likisafiri kutoka Katosi kuelekea Jinja nchini humo kupinduka na kuwaka moto. India na Pakistani zimeshambuliana kwa makombora kwenye eneo la mpaka wa Kashmiri unaozozaniwa na pande hizo mbili baada ya India kurusha kombora dhidi ya Pakistan. Na mashambulizi mapya ya anga ya Israeli yamewaua makumi ya raia wa Palestina katika shule zinazowahifadhi wakimbizi wa ndani huko Gaza. Mtazamaji, hii ni Wasafi TV, karibu tuangazie yaliyomo duniani hivi leo. Jina langu ni Ferdinand Irunde. Watu kadhaa wamefariki katika ajali ya basi lililokuwa likisafiri kutoka Katosi kuelekea Jinja nchini Uganda baada ya basi hilo kupinduka na kuwaka moto. Ajali hiyo imetokea Jumatatu jioni katika barabara ya Katosi Nyenga wilayani Buikwe, ambapo jeshi la polisi nchini humo limesema watu watatu wamefariki na wengine 30 waliojeruhiwa wakilazwa hospitalini kufuatia majeraha mabaya walioyapata. Hata hivyo, kuna hofu kwamba idadi ya walioaga dunia inaweza kuwa kubwa zaidi, kwani wapelelezi bado wanathibitisha idadi ya abiria waliokuwa kwenye basi hilo. Akizungumza na runinga ya NTV nchini Uganda, msemaji wa kurugenzi ya polisi wa usalama barabarani Michael Kananura amesema ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa basi hilo aina ya Scania mali ya YY Coaches kushindwa kulidhibiti basi hilo. The road crash involved a Scania motor vehicle registration number UAV 701C belonging to YY company. The vehicle was traveling from Katosi to Jinja when the driver lost control at Makindu village. It overturned and caught fire, resulting in the loss of lives who are yet to be identified and injuries to multiple passengers who have been rushed to Kaolo Hospital, St. Francis Rwanga Hospital in Buikwe, and other nearby health facilities where they are currently receiving medical attention. Kwingineko, India na Pakistani zimeshambuliana kwa makombora kwenye eneo la mpaka wa Kashmiri unaozozaniwa na pande hizo mbili baada ya India kurusha kombora dhidi ya Pakistan. Takribani vifo 36 vimeripotiwa katika mzozo wa sasa ambao ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa baina ya majirani hao wawili wenye silaha za nyuklia katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Mkuu wa jeshi la Pakistan amesema leo Jumatano kuwa raia 26 wameuawa katika mashambulizi ya India na watu wengine 46 wamejeruhiwa. Kwa upande wake, India amesema takribani watu 8 wameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Jeshi la India limesema limeshambulia miundombinu inayotumiwa na wanamgambo wa Pakistani na upande wa jimbo la Kashmiri unaodhibitiwa na Pakistan. Mashambulizi mapya ya anga ya Israeli yamewaua makumi ya raia wa Palestina katika shule zinazowahifadhi wakimbizi wa ndani huko Gaza. Haya yanafanyika huku wakosoaji wakilaani mpango wa Israeli wa kutaka kudhibiti ugawaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda huo. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihudhi nchini Yemen baada ya makubaliano ya kusitisha vita, lakini waasi hao wameapa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Israeli, wakisema wanawatetea wa Palestina. Mashambulizi hayo ya anga Israeli yamewaua Palestina 13 katika shule iliyokuwa ikihifadhi familia za wakimbizi kaskazini mwa Gaza. Shule hiyo iliyoko Tufaa Gaza City ililengwa mara mbili. Miongoni mwa waliouawa ni mwandishi habari Nur Abdi, akifanya idadi ya waandishi waliouawa na Israeli kufikia 213 tangu vita kuanza. Na hatimaye Vatican. Makardinali kutoka sehemu mbalimbali duniani wamejumuika katika misa maalumu leo Jumatano katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter mjini Vatican kabla ya kongamano la kumchagua papa mpya. Misa hiyo inaongozwa na mkuu wa chuo cha makardinali Giovanni Battista kama ibada ya mwisho hadharani kabla ya makardinali hao kushiriki mkutano wa faragha wa kumchagua mrithi wa Papa Francis. Makardinali hao watajifungia kwenye kanisa hilo kwa muda usiojulikana hadi pale mmoja miongoni mwao atakapofanikiwa kupata theluthi 2 ya kura na kutawazwa rasmi kuwa kiongozi mkuu wa kanisa hilo lenye waumini wapatao bilioni 1.4 ulimwenguni mote. Waumini na wafuatiliaji wengine kote ulimwenguni watasubiri ishara ya kuchaguliwa kwa papa mpya kupitia moshi utakaotoka kwenye chimney iliyofungwa juu ya kanisa la Sistine.
Moshi mweupe utakapofuka itakuwa ni ishara kuwa baraza hilo la makardinali limefanikiwa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo.